alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Asia Hassani Maliaga, ni mkazi wa Kihonda. Mimi sina mengi ila nataka kuzungumza na wanadamu, mwanamke, mwanaume, mtoto, mkubwa. Tunawakaribisha katika dua yetu hii hapa Luqman Kihonda kwa Chambo. Kuna dua hapa inafanyika kuanzia Jumatatu, Jumanne hakuna, Jumatano ipo, Alhamisi ipo, Ijumaa hamna, Jumamosi ipo, Jumapili ipo. Hii dua kwa ajili ya matatizo mbalimbali. Wanadamu tunatembea tukiwa na matatizo, tukiwa tuna majanga kwenye ndoa zetu, tukiwa tuna maradhi, tunapitia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo hii dua ni kwa ajili ya kutoa hizo hitilafu mbalimbali. Kama una matatizo kwenye ndoa yako, ukija hapa utaombewa na utaondoka ukiwa mzima kwa baraka zake Allah. Kama una watoto wako labda wana maradhi au hawaelewi shuleni, basi dua hii hapa inapita kote huko. Kama mtu yupo mbali, unamuombea na Mwenyezi Mungu anamfungulia huko huko alipo. Kulikuwa kuna watu wana matatizo, walikuwa wanaomba kazi hawapati, lakini baada ya dua hii ya shehe wetu Abdul Hamid Fanan, leo hii watu wamepata kazi. Kuna watu walikuwa wanasumburiwa na miguu, leo hii tunaswali nao tarawih, wanaendelea vizuri. Mimi binafsi nilikuwa na tatizo la kukata pumzi, yani nikitembea kidogo pumzi nakata. Kweli ni maumbile labda ya unene, lakini pia maradhi yapo. Maana baada ya dua siku 2-3, namshukuru Allah, naendelea vizuri mpaka sasa, niko vizuri. Tunaendelea kuomba kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya maradhi, kila kitu. Ukija hapa unapona kwa baraka zake Allah. Tunakuomba ewe mwanamke, ewe mwanaume, ewe baba, ewe mama, mvulana, msichana, mtoto, mkubwa, tunakuomba ukaribie kwenye dua. Dua ni bure kabisa. Asije mtu akakwambia labda dua hii inalipiwa. Dua hii ni bure, ambayo ukimuita labda nyumbani hutoweza kuilipa, lakini hapa msikitini Luqman inatolewa bure. Karibuni sana. Mimi naitwa Aisha Shilili, ni mwenyekiti wa msikiti wa Masjidi Luqman, mkazi wa Kihonda Majengo Mapya. Nawakaribisha ndugu na majirani waliopo Morogoro na nje ya mkoa wa Morogoro, wakaribie kwenye dua hii, maana hii dua ni mujarabu sana. Mimi mwenyewe nilikuwa na matatizo yangu, miguu ilikuwa inanisumbua. Kupitia dua hii Mwenyezi Mungu amenifanyia wepesi na nimepona. Narudia tena, na wakaribisha ndugu zangu tuje tujumuike katika dua hii. Wa adha Hi everybody, kwa majina naitwa Salim Musa, na mimi pia ni mmoja ambaye nimeshiriki katika dua ya Kun Fayakun today. Na naweza nikawaambia vijana wenzangu wakubwa na wadogo, karibuni sana katika hii dua ya Kun Fayakun ambayo inafanyika hapa msikiti wa Luqman Kihonda Morogoro. Hivyo mimi pia nimeona mabadiliko na vile vile nimefaidika kupitia hii dua, causes kuna vitu kadhaa vya ndani vilikuwa vipo hovyo kidogo, hasa katika upande wa biashara ama upande wa mahusiano,
maisha yangu ya kawaida kuna vitu ambavyo vilikuwa vipo sawa, but for today naona kabisa kuna mabadiliko aina fulani. Hivyo nawakaribisha sana wenzangu ambao hamjaweza kushiriki katika hii dua. Hivyo mnaweza mkafika pamoja, tukaa pamoja na kuweza kupata dua ya Kun Fayakun. Tuweza kumshukuru Allah na hiki kipindi kama unavyojua cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo wenyewe wauni wanasemaga hamnaga mbambamba. So kama sisi nao pia tunawakaribisha sana, hatuna mbambamba. Islamic dini tunajivunia katika hilo. Asante. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Msafiri. Msafiri. Siku ya leo umejivunia kitu gani kuweza kufika katika dua ya Kun Fayakun? Ili kuwepo peke yake. Uwepo wangu peke yake. Najiona niko kwenye amani. Niko kwenye amani. Umejaa amani siku ya leo. Amani. Ile uwepo tu peke yake. Okay. Na kitu gani kingine ambacho unachoweza kuwaambia watu wa nje ambao hawajafika siku ya leo hapa? Unaweza kuwaambia nini, ukainspire kitu gani waweze kufika hapa? Mimi nawaambia wajitahidi wafike. Sawa bango. Naona unaogopa siku ya leo, lakini unajivunia kupata maji haya. Ni kweli. Unajivunia sana. Dua ya leo nadhani ilikuwaje? Ilikuwa ni tofauti sana na zile dua ambazo ulikuwa unazizoea sehemu nyingine tofauti? Sana, kubwa sana tofauti. Ilikuwa vipi hii? Kwanza ina mvuto. Inatosha. Asante sana bango. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja. Hakuna